Mheshimiwa Speaker, nataka kuongea the reality. This is Senate na Senate tunaelimishana, si hasira. The same Uhuru Kenyatta hawa walituambia hameiba hii Kenya. Hatuwezi kumrudisha Uhuru Kenyatta kwa uongozi na Raila Amolo Odinga. Leo hii Uhuru Kenyatta ameingia kwa sufuria, amepikwa, amekuja hapa anasema ni mweupe kama pamba, anaweza kutuchagulia kiongozi. Hao. Mheshimiwa Speaker, Rigathi Gachagua alikuwa ni MP. Wakati Uhuru Kenyatta anasema 2 bilioni inapotea, kwani Uhuru Kenyatta alikuwa ananiambia mimi niandamane nilete hiyo 2 bilioni? Yeye ndio rais, alikuwa amepewa mandate na Wakenya, alikuwa ananiambia 2 bilioni inapotea kila siku. Ilikuwa inamaanisha mimi ndio ni riot, nenda nichukue hiyo pesa. Mheshimiwa Speaker, ndugu yangu anakuja na hasira hapa. Mheshimiwa Speaker, hii uongozi wote umeoza. Wote hakuna mtu pale. Same Uhuru Gachagua ambaye mnatetea hapa, alisimama Ukambani anasema nyinyi Wakamba, nyinyi hamuko kwa hii siasa. Hamuko kwa siasa. Si alikuwa anatumia lugha ya Ukamba. Mbona sasa hizi mnataka kusema tusiseme ukabila hapa na viongozi ndio wanaoiyo ukabila? Mheshimiwa Rigathi Gachagua amesimama hapa akasema hawa Wajaruo, si alikuwa anatumia lugha ya ukabila? Halafu leo hii mnasema George ndio kuna ukabila hapa. Mshindo shetani. Mheshimiwa Speaker, nataka kusema hivi, mimi ule ukweli kama kofia ya Jubilee, hawa wa Jubilee waingoe leo. Mimi siwezi kukaa kufungwa na minyororo ya shetani. Siwezi kutetea chama nikiona mimi naenda kupotea. Hawa jamaa wanatafutia tumbo sao, hawatafuti mwananchi. Mimi elefukeni nyinyi. Mheshimiwa ndugu yangu, angalia kipengele cha kumtoa mbunge akikosa, hata kutoa huyu Dida kwa kiti. Wametuwekea mambo mingi. Kwanza, tutajuaje mheshimiwa ameiba? Hatufanyi kwa ofisi yake. Sasa tena tumchunguze, sisi turudi na mandate yetu tumchunguze, tutafute sign, tupeleke kotini, sichunguzwe ndio speaker kwa nani? Kwa IPC chairman, ndio chairman apeleka bungeni, ndio lisiviwa na huyu speaker, ndio speaker aenda summon. Huyu mbunge atatoka lini? Hatatoka lini? Hasa tuko hapa sisi tunaongozwa na sheria gani? Sheria inakuongoza ikufanye masikini mpaka ufe kabisa kufinyirie. Hii sheria iko hapa Kenya ni ya kutetea Rigathi Gachagua. Yaani Rigathi anatuambia mimi sina haja na hiyo kiti, nataka tu wanilipe. Pesa ya Wakenya ulipwe. Yaani mimi nihumie, nipige matatu, nikatwe ushuru, Gachagua aenda akalipe sababu alitolewa hii miaka hajafanya kazi. Kwa nini anataka hii miaka hajafanya kazi alipwe? Si yeye hawe mkweli kama Mkenya, aseme mimi kusema kweli nimewasamea. Yale mnitendea mnisamea, ile mwaka moja nilipe. Lakini ananiambia alipwe paka mfanyakazi wa shambani, paka takitari, paka si nani, paka benki alipwe. Alafu mko hapa mnapiga makofi, mko hapa Gachagua anasema vizuri. Bwana tuelimikane. Ya mwisho Mheshimiwa Speaker. Hii Kenya kuna hidden agenda. Siku ile tutapata ukombozi. Ni revolution ile alisema itakuja kwa mwananchi akifinyiliwa, kama vile Egypt waliingia barabarani, wakalala barabarani, ndio ukombozi ukija. Lakini ukombozi tunakuja Rigathi Gachagua. Ati ukombozi unakuja na Matiang'i. Yaani Matiang'i atembea na pesa ya Uhuru Kenyatta, alafu alete ukombozi. Yaani mabilioni ya Uhuru Kenyatta, alafu ambiwe Kenya iko na shares. Apeleke shares. Wacha Mheshimiwa Speaker, acha niulize swali. Mheshimiwa Speaker, acha niulize swali. Gachagua ameambia Kalonzo 50% ni yake, 50. Kalonzo atabaki na 50. Hii 50 ataigawa vipi 43 tribe? Ataibawa vipi? Si unakuwa bila huko Mheshimiwa Speaker. Thank you. Na malizia tuelevuke hawa ndugu zangu hawa kuna ida ni agenda. Independent